Serikali imeahidi kuleta mageuzi ya kidijitali ikiamini kwamba juhudi zetu za kujenga uchumi wa kisasa na kuimarisha misingi ya utawala bora lazima ziambatane na matumizi ya teknolojia. Teknolojia inasaidia kuharakisha utoaji wa huduma kwa umma, kuongeza ufanisi wa kiutendaji, kudhibiti mapato, kupunguza gharama za uendeshaji na kuimarisha uwazi. Hivyo ni jukumu letu sote kuhakikisha tunaitumia teknolojia ipasavyo. Tuzingatie kwamba uchumi wetu unategemea sana sekta ya huduma na njia pekee ya kuimarisha huduma ni matumizi ya teknolojia. Hivyo ni wajibu wetu kujifunza kwa kuangalia mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wenzetu wa nchi ambazo uchumi wake unategemea zaidi sekta ya huduma na kutoa mawazo jinsi ya kuboresha teknolojia hapa nchini, hususan panapotokea changamoto. Kwa upande wa mwongozo wa matumizi ya akili mnemba, yani artificial intelligence, utahakikisha matumizi ya akili mnemba yanakuwa nyenzo ya kuongeza tija na ubora wa utoaji wa huduma kwa wananchi, kulinda maslahi ya taifa, kuzingatia usalama wa taarifa, maadili, uwajibikaji na ufanisi wa utoaji huduma. Ni matarajio yangu kwamba warsha hii itaongeza ujuzi na uelewa kuhusu matumizi sahihi na salama ya mifumo ya TEHAMA, ushirikiano wa wadau na uboreshaji wa sera ili kuwa na uchumi shindani na wenye kuondoa urasimu. Nitoe wito kwa makatibu wakuu na wakuu wa taasisi wote kutoa ushirikiano ili kuhakikisha azma hii tunaifikia kwa pamoja. Nimefurahi kwamba wakuu wa taasisi na makatibu wakuu mko hapa. Suala la kutumia mifumo si suala la hiari, ni suala la lazima kwa serikali. Kwa hiyo nitoe agizo, Mheshimiwa Waziri, kwa kupitia mkurugenzi wa idara hii ya IGAS, taasisi yoyote ambayo inaleta shida katika kutumia mitandao hii ama katika kutumia mifumo hii, naomba hiyo ripoti iwasilishwe ofisini kwangu kwa hatua za haraka. Na niwaambie wazi kabisa, serikali tulipoamua kuanzisha jambo hili tulitafakari sana. Kwa hiyo yoyote ambaye atashindwa kuchukua hatua za haraka kutumia mifumo hii, huyo mtu hataweza kufanya kazi katika serikali hii, na niseme wazi, huyo kwa serikali hii ya Daktari Hussein Mwinyi atakuwa hatofai na hatutaenda naye. Kwa hiyo nieleze tu kabisa yale maeneo yote, kurugenzi najua kazi kubwa ambayo wanaifanya, lakini changamoto ambazo zinapitia zile taarifa naomba tusipate, na sasa ni muda wa kuchukua hatua na sio muda wa kubembelezana tena. Kazi hii tunaifanya kwa maslahi ya nchi yetu na si kwa maslahi ya mtu binafsi. Kwa hiyo hili nilitaka tu niliseme hapa, na leo nimefurahi wakuu wa taasisi mko hapa, mmenisikia. Kama kuna mtu anahisi tunatania, kurugenzi, tunaomba tu ile taarifa yako. Sisi tuna CV za watu wengi wazuri, wengi Zanzibar sasa hivi alhamdulillah, tunao wengi wazuri. Kwa hiyo ukijiona mzuri, kafanye kazi hii ya Daktari Hussein. Ukiona kwanza unataka kusubiri, tutakusubirisha na wewe. Wako wataka pending mpaka baadaye. Kwa hiyo nitaka tu nilitamke hili kwa umuhimu na uzito wa kazi wenyewe ilivyo. Mapato ya serikali yanapotea, huduma za serikali zina urasimu, wengine wanachelewa hata kujibu kwenye maofisi yao, zinakaa muda mrefu sana. Haya mambo yote tunaweza kuyaondosha na wala hayahitaji mshauri elekezi kutoka nje ama pahala pengine popote. Naomba kila mmoja tutimize wajibu wetu, twende kwenye uwajibikaji, utawala bora, lakini tujua tunakwenda kuwatumikia Wazanzibari.